Moja kati ya swali ninaloulizwa sana kuhusu kampuni ni kwamba kampuni yangu moja inaweza kufanya vitu vingi au nahitaji kuwa na makampuni mengi ili kufanya biashara moja? Jibu lako ni hivi. Kuna namna mbili ambazo unaweza kufanya na cooperate. Jambo la kwanza ni kuwa na kampuni moja inayofanya vitu vingi chini yake. Njia ya pili ni kuwa na kampuni moja, kampuni mama, tunaita ni holding company. Afu hii holding company chini yake inakuwa na makampuni mengine tofauti ambayo umeingia nayo partnership na mtu na usajili kampuni, ama unaingia partnership na mtu mwingine, ama uko mwenyewe unaamua kusajili na biashara, ama unaamua kusajili kampuni, ama unatamani kufungua kampuni na mtu mwingine, lakini unakuwa na kampuni mama yako moja inaitwa holding company. Sasa hii inavyokuwa inafanyika hivi. Kampuni ya kwanza inakuwa ni kampuni mama, inatambulika. Kwa mfano tuseme ni Azam Group of Company. Azam Group of Company ndani yake umomo inafanya biashara tofauti nyingi. Kitu anachokuwa anakifanya yeye ni kuchukua tu leseni tofauti. Ila kampuni hii akitaka kuingia kwenye timu ya mpira anachukua leseni ya timu ya mpira, akitaka kuingia kwenye masuala ya TV anachukua leseni ya TV. Kampuni inakuwa ni moja, Azam. Ndani yake kuna makolokolo yote unayojua. Aina ya pili ya kampuni ni kampuni ambayo inakuwa ni holding company. Hii holding company ndani yake huyu mtu anasema kwamba mimi nataka kuwa na kampuni moja, lakini sitaki kampuni yangu ifanye kila kitu. Hii kampuni itakuwa ina hold maybe assets za kampuni tutakuwa kuwa kwenye holding company peke yake, kwa sababu hii holding company sitaki ifanye kazi. Nataka hiyo yenyewe holding company inayabeba makampuni yangu yote nitakao kuwa nafanya ya kazi. Nikitaka kuingia kwenye real estate nitafungua kampuni chini ya kampuni yangu kubwa. Kwa hiyo kampuni yangu kule haina gharama yote itakao kuwa inahesabiwa kama cost za uendeshaji na gharama inayoingia, kwa sababu haifanyi biashara. Yenyewe ni holding tu. So utakuwa na holding company, alafu hiyo holding company imezibeba kampuni nyingine ndogo chini yake. Sasa unaweza kuamua chini yake ukafungua kampuni ama chini yake ukafungua jina la biashara. Njia zote mbili zinawezekana. Njia ipi rahisi? Njia ya kwanza ni rahisi sana. Moja, marketing. Kwa mfano Azam ni rahisi kusema amekuja na Azam Juice kwa sababu umeshamuona kwenye Azam TV. Kwa hiyo ni rahisi kimarket kwa sababu jina itakuwa ni lile, kampuni ile, na mmeshamuamini kwenye vitu vingine. Kwa anapokuja na vitu vingine ni rahisi soko kumuelewa na kumkubali mapema. Hiyo ni advantage ya marketing, kuingia sokoni vizuri kwenye aina ya kwanza ya kampuni. Lakini kampuni ya pili advantage yake ni kwamba ni more secure kwenye kuprotect assets. Aina ya pili ya kampuni ya kuwa na holding company. Ukiwa na kampuni moja na ina asset nyingi na biashara nyingi, ukiwa sued, ukishtakiwa, mali zako zote zinakuwa kwenye riski kwa sababu zinamilikiwa na kampuni moja na zina jina moja. Hiyo kampuni yako ni rahisi kushtakiwa na kuweza kuchukuliwa hatua. Mali zako zote zinakuwa ziko kwenye hatari. Lakini ukiwa na holding, hii ni holding company ndio ina hold mali zote, asset zote za hii kampuni inakuwa holding na holding company. Kwa hiyo hizi kampuni zinazofanya kazi sokoni zenyewe zitakuwa zinafanya kazi tu, lakini zikihitaji asset zitakuwa zinaingia mkataba na holding company, alafu mali za holding company zitakuja kufanya kazi huku kwenye hii working company. So hii working company ikikosana na mtu ama ikizinguana na shareholders wake, akikushitaki, atashitaki kampuni hii kampuni haina asset. Kwa hiyo hawezi definitely kuja kupata access ya asset ambazo ziko juu kwenye holding company, kwa sababu hii ni kampuni inajitegemea. Na uzuri wa kampuni, kuna kitu inaitwa limited liability protection. Ni protection ambayo haiwezi kushtakiwa kampuni, wewe mmiliki wa kampuni ukaheld accountable individually, kampuni ndio itakuwa liable. So hii inakusaidia kuprotect assets zako. Kusajili kampuni inategemea na preference yako ipoje. Kama hauna asset nyingi lakini pia unataka kuingia sokoni bila kuhangaika na soko, chagua namba moja. Lakini pia kama mimi na asset nyingi na properties za kutosha, inabidi niwe na holding company ambayo itakuwa ina hold these property. Kampuni zangu zitakuwa zinakuja kukodisha asset kutoka kwenye kampuni yangu mama, then ziprotect assets zako kupitia holding company. Nipigie simu kusajili kampuni yako. Kama unataka kupata msaada wa kuhusu kampuni na kusajili kampuni, nipigie simu, ipo kwenye caption hapo. Tutakaa chini tu structure kampuni yako, ama comment neno kampuni hapo chini kwa ajili ya kufikiwa direct DM kwako kusaidiwa kusajili kampuni. Lakini unatakiwa uhakikishe una vitu kimoja kati ya vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza,
hakikisha unakuja kuniongelesha kuhusu kampuni moja, una mtaji at least milioni 5 na kuendelea kwenye hiyo biashara ulionayo, au kama huna mtaji wa milioni 5 kuendelea, at least uwe na cash flow ya milioni 5 kwa mwezi. Tofauti na hapo hata usinipigie simu, kwa sababu tutashindwana, na nisikufiche tutashindwana kama huna hivyo vitu viwili. Tofauti na hapo usinipigie kabisa. We nipigie labda kunisalimia au kunijulia hali, ila kuhusu kampuni usinipigie.